Haleluya, amen. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Fungua pamoja na mimi kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7. Tunafuatilia vita ya maongezeko, lakini tunajikita katika eneo ambalo kuna wenyeji. Maongezeko, lakini kwenye eneo ambalo kuna wenyeji. Na siku ya jana tulikuwa tunatazama connection ya moja kwa moja iliyoko kati yetu sisi na maeneo tunakotoka, ambako wanaamini wanatumiliki, wanaamini sisi ni sehemu yao, wanaamini kwamba sisi tunaweza kutembea kwenye tabia zao, kwenye mifumo yao. Lakini leo nataka nieleze umuhimu wa kufuatilia namna ya kuongezeka mahali ambapo sio pa kwako, mahali ambapo sio pa kwako. Unaposoma kwenye ile Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 1, Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki, utakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Muhiti na Mgirgashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atawaangamiza upesi. Mstari wa 5, lakini watendeni hivi: zivunjeni madhabahu zao, zibomosheni nguzo zao, yakateni maashera yao, zikateni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake, hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Nataka uone masharti ambayo hawa watu walipewa walipokuwa wanaingia kwenye nchi wanayotakiwa kuimiliki. Nchi unayotakiwa kuimiliki ni nchi ipi? Mahali popote ambapo Mungu anakupeleka, pawe ni mahali pako pa kukusaidia kuzalisha, pawe ni mahali pako pa kukusaidia kupata kipato, pawe ni mahali pako pa kuishi, pawe ni mahali pako pa kuona mkono wa Mungu ukifanya kazi kwenye maisha yako. Ukiona Mungu anakupeleka kwenye eneo lolote la namna hiyo, usianze kuishi kienyeji. Na ni makosa makubwa ambayo huwa tunafanya, na ndio maana huwa hatuoni mkono wa Mungu kwenye maisha yetu. Ndio maana huwa hatuoni nguvu za Mungu kwenye maisha yetu. Mungu amekupa eneo jipya la biashara, ile ni nchi yako ya ahadi. Hata kama hujapajenga wewe, hata kama hujalinunua hilo eneo, lakini maadamu Mungu amekupa, Mungu amekupa eneo jipya la kazi, maadamu utakuwa unashinda hapo, miguu yako itakuwa inakanyaga hapo kila siku, utakuwa unaenda hapo kila siku, lile ni eneo Mungu amekupa kulimiliki, amekupa kulitawala. Kwa nini? Kwa sababu alisema mahali nyayo za miguu yako
zitakapofanya nini? Zitakapokanyaga. Nimefanya nini? Nimekupa. Maana yake nini? Maana yake chochote utakachokikuta hapo kinatakiwa kisubmit kwako, bila kujalisha nani anaendelea hapo, nani anatawala hapo, nani ana nguvu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kanuni za ulimwengu wa roho kwa wale wanaomtegemea Mungu, kwa wale wanaomtumaini Mungu. Mtu anaanza biashara kama mtu mwingine, kapata eneo, sijui kapata eneo Kisongo, sijui kapata eneo sijui East Africa, sijui kapata eneo kwa Morombo. Anaanza tu biashara kama watu wengine, afu anategemea ataongezeka. Kwenye lile eneo pana miungu ya eneo, na wengine unachukua eneo la mtu aliyetoka. Ni mtu kaachia flame, ni mtu kaachia nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishafika pale, sikiliza nini Mungu anasema. Anaeleza, anasema unaweza ukafika kwenye eneo ukakuta wana nguvu kuliko wewe. Si ndio alivyowaambia hapa, Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendeayo kuimiliki, atakapokutia katika nchi uiendeayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, hao waliokuwa wana nguvu kukushinda wewe, nawe utawapiga uwaondoe kabisa, usifanye agano nao wala kuwahurumia, futa kabisa ajenda zao. Kwa ukifika pale, achilia nguvu za Mungu, achilia damu ya Yesu, bomoa madhabahu iliyokuwepo, vunja madhabahu iliyokuwepo. Wewe unafanya biashara kwenye damu na nyama, lakini vitu vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama palikuwa na uchawi hapo, unafikiri utaukuta hivi? Ukiukuta, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiona umeuona uchawi kwa macho ya damu na nyama, mshukuru Mungu sana kwamba amekusaidia uone kabisa. Lakini kimsingi hauonekanagi. Madhabahu nyingi hazionekani, miungu mingi haionekani. Utakuja kuonea wapi? Utakuja kuonea kwenye ugumu wa hicho unachoenda kukifanya. Mpaka umeichagua lile eneo ulinunue, maana yake kuna macho ambayo Mungu alikupa ya rohoni. Bwana asifiwe. Si unajua unaenda kwenye eneo afu linakuvutia, si ndio watu wa Mungu? Unasikia moyoni, aisee, hili shamba mimi nalihitaji bana, hii nyumba mimi nimeipenda. Unasikia kwanza moyoni, nikifanya kazi hapa naona mambo yangu yataenda. Unasikia kwanza wapi? Moyoni. Mungu hakuonyeshi kwanza vita zilizopo, anakuonyesha kwanza baraka zilizopo. Hicho ndio kitu mtoto wa Mungu nataka ukielewe. Sasa Mungu kwa sababu anakuonyesha kwanza baraka zilizopo, kitakachokupeleka pale ni baraka zilizopo. Mungu hakuonyeshi vita. Na ndio maana wakati anawaeleza watoto wake kuhusiana na nchi yenye maziwa na asali, hakuwaambia nchi yenye maadui. Hakusema hiyo ilikuwa kwenye bracket. Hakusema mkifika huko mtamkuta Muhiti, mtamkuta Mgirigashi, mtamkuta Mwamori, mtamkuta Mkanani, mtamkuta Mperizi, mtamkuta Muhivi, mtamkuta Myebusi. Hawa wote watakuwa wanawasubiri kupigana na nyie. Nani angekuwa na interest ya kwenda? Mataifa 7 yana nguvu kukushinda nyie, ndio watakao wapokea. Nani angeanza safari? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hata mimi nisingeanza. Wana nguvu kunishinda mimi, watapigana na mimi. Alafu ni mataifa mangapi? 7. Ni mataifa 7. Lakini angalia, Mungu aanzaji kukueleza matatizo yaliyopo, kwa sababu kwake yeye hayo sio matatizo. Hakuambii vita iliyopo. Mungu anakuonyesha baraka zilizopo katikati ya nini? Katikati ya vita. Anakuonyesha neema iliyopo katikati ya hiyo vita. Anakuonyesha matokeo yaliyopo katikati ya hiyo vita. Anakuonyesha namna utakavyoongezeka katikati ya hiyo vita. Hakuonyeshi vita, anakuonyesha baraka. Ndio kitu mtoto wa Mungu nataka ukielewe.
Kwa hiyo utakuta shamba limekuvutia kweli, lakini upinzani uliopo sio wa kawaida. Utakuta hiyo nyumba imekuvutia kweli, lakini kumbe aliyekuwa anakaa pale ni mganga wa kienyeji. Utakuta hiyo fremu ya biashara, yani umeielewa vibaya mno, lakini kumbe anayeimiliki ni mshirikina hatari. Lakini ina milango ya baraka, ina milango ya baraka. Inategemea nani anaenda kukaa pale, inategemea nani anaenda kukaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ni vitu ambavyo watu wengi sana huwa hawavifuatilie. Kwa hiyo watu wengi sana wanaamini katika kile walichokiona au katika kile walichokisikia moyoni. Ni sahihi kabisa. Ndio maana kuna mtu mwingine unakutana naye, unaenda kuomba naye, mtu anakuambia ni mtumishi, mimi sikutegemea hapa nitakutana na misukosuko ya aina hii. Yaani ni eneo zuri sana, ni eneo kweli la biashara, ni eneo kweli la kazi, lakini hatulali. Nani alikwambia unalala na hujainvest kulala? Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa cha kwanza, Mungu hata kuonyesha vita, hata kuonyesha kwanza baraka, hata kuonyesha kwanza baraka. Vita utaiona ukishafika. Vita utaiona ukishafika. Na ndio maana kuna watu wao wanasema laiti kama kila mtu angejua changamoto atakazozikuta kwenye ndoa, wengine wasingeoa, wengine wasingeolewa. Lakini maadamu umeshaingia kwenye ndoa, Mungu alichokuonyesha kwanza ni nini? Baraka. Mungu hakuonyeshi kwanza changamoto, anakuonyesha kwanza baraka. Anakuonyesha kwanza ile mtakavyokuwa na watoto, mtakavyoongezeka pamoja, anakuonyesha hivyo. Hakuonyeshi mapungufu ya mtu. Wanaopataga neema ya kuona mapungufu ni wachache sana, na huwa yanawadistabu kuendelea. Na Mungu akigundua kwamba itawadistabu kuendelea, anaizuia. Kwa hiyo anahakikisha anadili na kile ambacho kinawaunganisha. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ili ukifika sasa utafute mbinu za kukusaidia, sio ukimbie. Utafute nini? Mbinu. Na ndio maana wana wa Israeli walipokaribia kabisa kuingia kwenye ile nchi, Mungu aliwaambiaje? Peleka wapelelezi. Wakapeleleze kwanza. Unajiuliza, Mungu naye anatuma wapelelezi wa nini? Hii nchi tayari tulishaidiwa, hii nchi tulishaambiwa ni ya kwetu. Kapeleleze uone, alafu tujue uko tayari. Bwana asifiwe. Wale wa kwanza hawakuwa tayari, walirudi. Hawakuwa tayari, walirudi. Hawa wa pili wakasema, hawa wa pili kwa sababu waliongozwa na Joshua na Caleb, wakasema hakuna cha kupeleleza cha kufanya, wewe tuendeni, tutadili nayo huko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilichotaka ukione ni kitu gani? Nilichotaka ukione ni hiki: Mungu hata kuonyesha kwanza matatizo, hata kuonyesha baraka iliyopo, hata kuonyesha breakthrough zilizopo, hata kuonyesha namna utakavyostawi, hata kuonyesha namna utakavyochanua, hata kuonyesha namna utakavyo survive, hata kuonyesha kwanza hiyo. Kwa nini hakuonyeshi kwanza ugumu? Kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe ili akuokoe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Yuko pamoja na wewe ili akusaidie, yuko pamoja na wewe ili akutie nguvu. Na Mungu anataka ufanikiwe katikati ya mazingira magumu, ili uwe na neno la ushuhuda, ili na watu wengine waulize, umefanikiwaje hapa? Umewezaje kufanya biashara hapa? Umewezaje kununua hili eneo? Umewezaje kuishi katikati ya hawa watu? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini kanuni ni hii, ni moja tu: ukishafika usilizike na macho ya damu na nyama. Usilizike na macho ya damu na nyama. Ili eneo ni eneo zuri kufanyia kazi. Mwilini, rohoni kuna nini kinaendelea? Rohoni kuna nini kinaendelea? Ili eneo ni zuri sana kwa biashara. Mwilini, rohoni kuna madhabahu gani iko hapo? Kuna madhabahu gani iko hapo? Na ndio maana ukishafika
Anasema mkishafika kwenye hayo maeneo, zivunjeni madhabahu zao, zibomosheni nguzo zao, yakateni maashera yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga, maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana. Mungu amekupa hilo shamba, shughulika na madhabahu iliyokuwepo. Unaweza ukasema, kwa hiyo mwalimu, kila shamba lina madhabahu. Sikiliza, madhabahu haiko kwenye shamba, madhabahu iko kwa mmiliki. Roho inayotenda kazi kwa mmiliki ndio inayotenda kazi kwa vinavyomilikiwa na mmiliki. Jamani, tunakwenda sawa? Jina la Yesu libarikiwe sana. Na ndio maana kuna mtu anakuuzia kitu, alafu anajua kabisa utakirudisha, lakini anakuuzia, mnaenda kabisa mnaandikishana kila kitu, lakini anajua kabisa ukainacho, kwa sababu anaijua madhabahu yake. Kuna mtu anakupa mkopo, lakini anajua kabisa hutalipa, anajua. Kwa anakutengenezea condition ambazo anajua kabisa hata kama hutalipa atakufilisi. Ndio madhabahu alionayo. Kwa sasa mwenzangu na mimi, wewe unamshukuru tu Mungu, nimepata mkopo, nimepata shamba, nimepata eneo. Hujashughulika kuvunja madhabahu ambazo zilikuwepo. Unasubiri tu muda kidogo, ile roho iliyokuwepo pale inaanza kufanya kazi. Ukisoma kwenye hii Kumbukumbu la Torati 12, Mungu aliwapa masharti mengi sana wa watu ili wamiliki ile nchi. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 12, walipewa amri kabisa. Anasema hivi, hizi ndizo amri na hukumu mtakazozitunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki. Amri mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wako, Mungu wa baba zako uimiliki, siku zote mtakazoishi juu yake. Nataka uone hilo neno, siku zote mtakazoishi juu yake. Mfanye nini? Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao. Mataifa mtakayoyamiliki juu ya milima mirefu, walikuwa wakitumikia miungu yao juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Kwa hiyo kuna miti waga inatumika kimadhabahu, kuna milima waga inatumika kimadhabahu. Kwa hapa anaeleza, vunja mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao, kwenye milima mirefu, kwenye vilima, alafu na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Anasema, nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomozeni nguzo zao na maashera yao, yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu zikateni. Alafu angalia, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Na jina lao. Wangapi hapa tumeshawahi kununua maeneo tukafanya maombi ya kufuta jina la yule aliyekuwa anamiliki mara ya kwanza? Kwa unaweza ukaelewa kitu gani kinachotokea. Wewe unamiliki eneo linalomilikiwa. Nani anayemiliki hapo? Na ndio maana mahali popote Mungu akinipa kwenda kuomba kwa ajili ya biashara au kwa ajili, cha kwanza Roho Mtakatifu anachoniambia, futa jina la yule aliyekuwa anamiliki. Na nimekutana na hivyo vitu sio mara moja wala sio mara mbili. Unaenda kuomba mahali, mtu akwambia, tunamshukuru Mungu, tumeanzisha project, tumeanzisha kazi, tumeanzisha kampuni, tumeanzisha taasisi. Lakini ukifika pale, Roho Mtakatifu anakuambia jina la anayemiliki sio lake. Sasa angalia, jina limebeba nini? Jina limebeba utambulisho. Kwa kama hujafuta jina, maanake utambulisho unaoendelea ni wa yule mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina limebeba nini? Jina limebeba hatima.
Maanake kama hujafuta jina, maana yake hatima inayoendelea hapo ni ya yule aliyekuuzia. Jina limebeba nini? Jina limebeba heshima ya mtu, limebeba tabia, limebeba madhabahu. Kwa hiyo kama jina halijafutwa, maana yake tabia zitakazoendelea hapo ni za yule, madhabahu itakayokuwa ina nguvu hapo ni ya yule. Alafu unashangaa, mbona mimi hapa sielewi? Mbona sielewi? Unaongezekaje hapo? Hujafuta jina la aliyetangulia. Wengine anapandishwa cheo ofisini. Akishapandishwa cheo, anashangaa havuki pale ambapo yule mwingine aliishiaga. Yaani alipokwamia yule, na yeye anakwamia hapo hapo. Lakini ukienda kuomba na huyu mtu, unagundua kabisa kwamba hakulifuta jina la yule aliyekuweko pale. Hakulifuta jina la yule aliyekuweko pale. Nilienda kuomba siku moja kwenye ofisi moja ya kiongozi mmoja mkubwa sana wa serikali. Nimefika pale, nimepokelewa na mabodyguard kabisa, na wana mabunduki na nini, na kwa sababu wanijui na mimi wakaanza kunipigia saluti. Nikasema leo kiboko hapa. Bwana asifiwe sana. Nikaingia kule ndani, kila mahali ni polisi, wana mabunduki na kila kitu, analindwa eti. Nikasema binadamu analindwa hivi? Bwana asifiwe. Nikafika kwenye ile ofisi, nikafika kule ndani, ofisi yake ina sebule, ina sehemu ya sitting, kuna sebuleni kama nyumbani. Ofisini, sio sebuleni. Sasa nimesema sebuleni kwa sababu ofisi inafanya sebule. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu alinisaidia sana kugundua kitu kimoja cha ajabu sana. Nilipoingia pale, tulipotaka kufanya maombi, akaniambia, mwalimu, tusifanye maombi nikiwa sijavalia nguo za kazi. Kwa hiyo akasema, naomba unipe dakika chache. Akaingia sehemu ya kubadilishia nguo, akavaa nguo za kazi, akatokea anatisha kweli kweli, maana yale mavazi yanatisha. Akasema, sasa mwalimu, unaweza ukaomba. Huu ndio utambulisho wangu mpya. Huu ndio utambulisho wangu mpya. Nataka Mungu anipe kibali kwenye huu utambulisho mpya ambao Mungu amenipa. Kwa hiyo amekaa pale, kwa ninaomba kwenye nafasi mpya, lakini ninafuta aliyekuwepo, maana ile nafasi ni nafasi ya juu kabisa kwenye nchi. Kwa lazima alikuwepo aliyefanya nini? Aliyetoka. Kwa unamwambia Mungu, tunaondoa utambulisho wa aliyekuwepo, tunafuta ajenda za aliyekuwepo, tunakataa mabaya ya aliyekuwepo, roho iliyokuwa inatenda kazi kwa aliyekuwepo tunaifuta. Chochote kilichokuwa kina operate kwa aliyekuwepo, kama kulikuwa kuna madhabahu, kama kulikuwa kuna miungu, tunabatilisha kwa damu ya Yesu. Tunajenga madhabahu mpya kwenye hii ofisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule ndugu aliniambia, wakati namwambia aisee, kuja ofisini kwako mbona naweza kachanga moto, akaniambia, mtumishi, jitahidi tu uje. Kama watu wanapeleka waganga, kwa nini sisi tusipeleke watumishi? Anasema, mtumishi, watu wanaleta waganga ofisini, wanakaa huko siku 2-3, alafu unashangaa vitu vinavyoanza kutokea. Na ndio maana tunatakiwa kuwaombea sana viongozi. Hawa viongozi wanalogwa sana, wanalogwa mno. Kwa nini? Kwa sababu chini yake kuna watu, na wale watu wote wanataka favor, wanataka kusikilizwa. Fikiria, yeye ndo anayeamua watu wapandishwe vyeo, yeye ndo anayeamua watu wahamishwe kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Unafikiri wanamlogaje? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wanaotumikia madhabahu za giza wanamlogaje ili wapate nini? Wapate kibali. Lazima na yawe na nguvu. Sasa fikiria, kama hamtumaini Mungu aliye hai, atatumainia uchawi, atatumainia uganga. Wanaletaga waganga kila baada ya miezi 3, kila baada ya miezi 6.
analeta mganga kule ofisini. Na ndio maana hata mnapoingia kwenye hizo ofisi kutafuta msaada, jifunike na damu ya Yesu, kwa sababu ni madhabahu kabisa, ni madhabahu kabisa. Lakini nilichokuwa nafafanua ni kitu gani? Kwa nini Mungu alisema lifuteni, yani alisema kabisa na jina lao lifuteni mbali na mahali hapo. Mungu amekupa nafasi, amekupa cheo, amekupa heshima mahali, ni nchi yako hiyo. Unatakiwa kuimiliki, unatakiwa kuitawala, na unatakiwa kuongezeka, sio kupungua. Unaenda unakalia kiti, ni promotion Mungu amekupa, unakalia hicho kiti. Ukishakalia hicho kiti, kumbe kila anayekaliaga hicho kiti anakufaga kabla ya wakati. Wewe huna habari, unashangilia tu kwamba umepata hiyo nafasi. Kumbe kila anayekujaga kufanya biashara kwenye hilo eneo lazima ashambuliwe na roho za uzinzi. Yaani hakuna mtu aliyewahi kufanya biashara kwenye hilo eneo ambaye alitoka salama. Kunakuwa kabisa kama na pepo la Jezebeli linafanya kazi kwenye hilo eneo. Hujavunja hiyo madhabahu, unashangaa unaanza kusumbuliwa na hiyo spirit. Kumbe kila anayekujaga kwenye hilo eneo lazima ashambuliwe na roho ya ulevi. Unasema mimi maisha yangu yote sijawahi kunywa pombe, na shangaa kuanzia nimeanza kufanya biashara na hii kampuni, hiyo kiu ya pombe sijui inanitokea wapi. Nini kilichotokea? Hukushughulika na nini? Na madhabahu, hukushughulika na miungu. Bwana asifiwe sana, jina la Yesu libarikiwe sana. Na unakuja kushangaa kwa nini badala ya matokeo uliokuwa unayakusudia kuyaona, unaona kitu tofauti. Kwa hiyo tunataka kuongezeka, lazima kufuatilia. Na wengine unakuta umekaa kwenye eneo kwa muda mrefu. Kwa hiyo umefika mahali umelizoea hilo eneo, umelizoea. Halikupi tena matokeo uliyoyategemea, halikusaidii tena kuona unavyotakiwa kuona. No, ingia kwenye maombi kwa upya. Bwana asifiwe. Mungu alihuishe tena hilo eneo, aamshe tena vitu vilivyokufa kwenye hilo eneo, asimamishe vitu kwa upya kwenye hilo eneo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mahali Mungu anakupa upamiliki alafu hana mpango wa wewe kuongezeka. Hakuna. Na Mungu akishagundua hapo uongezeki, anakwambia ondoka. Si ndivyo alivyowaambia watoto wake walivyokuwa wamekaa kwenye ile milima ya Seiri? Aliwaambia, mlivyozunguka milima hii inafanya nini? Inatosha, sioni chochote kinachoendelea hapa. Amka, geukia upande wa kaskazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa pia utakiwi kulizika. Ukiona umefanya kitu kwa muda mrefu na uoni matokeo, anza tena kuomba kimadhabahu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa maombi yetu mbele za Mungu, tunaenda kuomba, tunamwambia Mungu, inawezekana utambulisho uliopo sio wa kwangu. Inawezekana utambulisho uliopo sio wa kwangu. Ninaomba utambulisho wa kwangu kwenye eneo lilonipa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Faida za utambulisho wa kwako ni kwamba Mungu akishuka anakutana na wewe. Kwa hiyo baraka zake zinakuja straight kwako. Lakini kama utambulisho unaoendelea ni wa mtu mwingine, manake Mungu akishuka hakukuti wewe, anakuta kitu kingine. Na akikuta kitu kingine, manake kilichokuwa kimekusudiwa hakiwezi kutokea. Ni sawa na Mungu aliposhuka kwenye bustani ya Eden afu akumkuta Adam kwenye position. Uliona alipoanza kuuliza, Adam uko wapi? Kwa nini hayuko tena kwenye nafasi? Mungu akikupa mahali, manake Mungu anataka kuona unaongezeka kwenye hilo eneo. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Haleluya. Hili somo ni pana, ni refu, linatuhitaji kuwa na muda mwingi wa kutosha. Na
Kikubwa ni kwamba Mungu amekusudia tumiliki, Mungu amekusudia tutawale, lakini Mungu amekusudia tunapomiliki na kutawala tuongezeke. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini kanuni za kuongezeka ni kanuni za kiroho, ni kanuni za kiroho ambazo ukishafanikiwa kuzielewa rohoni, ukafanikiwa kudili nazo rohoni, unapokuja kwenye mifumo ya damu na nyama vinakuwa vitu vyepesi, vinakuwa vitu vyepesi. Yoyote unayemwona anafanikiwa huku kwenye damu na nyama, kaanzia wapi? Rohoni, kaanzia rohoni. Wewe fikiria hawa mataifa saba. Kuna wakati wanakaa mwenyewe na tafakari, haya mataifa saba ambayo Mungu anawaambia watoto wake yana nguvu kuliko wao, yana miungu. Yana nini watu wa Mungu? Yana miungu, yana madhabahu, yana madhabahu, wana maashera, wana mahali wanaenda fanya matambiko, wana mahali wanaenda fanya ibada. Alafu wewe unatoa wapi ujasiri wa kufikiri unaweza ukafanya kwa akili zako? Bwana asifiwe. Ukikaa tu ukitafakari katika hali ya kawaida, mpaka Mungu amewasifu, amesema hawa mataifa saba wana nguvu kuliko wewe. Lakini nguvu yao wanaitoa wapi? Nguvu yao wanaitoa wapi? Sio nguvu za kuzaliwa eti. Bwana asifiwe. Sio nguvu za miili waliokuwa nayo, maana kweli walikuwa ni majitu. Si unakumbuka wapelelezi walichotuambia kwamba yalikuwa ni majitu, walijiona kama mapanzi pamoja na mamiili yale, lakini bado wana madhabahu, bado wana ibada, bado wana miungu, bado wana matambiko, bado wana makafara. Maana yake kufanikiwa huku duniani bila kuwa na madhabahu inayotenda kazi, usifikiri ni kitu chepesi. Usifikiri ni kitu chepesi. Huwezi kufanikiwa mwenyewe tu, haiwezekani. Lazima kuwe na nguvu kubwa inayotenda kazi ya kiroho, la sivyo kuna mahali watakuzibishaga tu hivi kirahisi tu, alafu watu wote wanachukulia ni kitu cha kawaida. Umekufa kama mtu mwingine, kumbe hata ulikuwa utakiwi kufa, ila ni kwa sababu tu walikuona kwenye ulimwengu wa roho, wakaona na neema yako, wakasema huyu tumzimishe. Kwa hiyo yoyote unayemwona na mafanikio makubwa, kuna nguvu inayotenda kazi nyuma yake, au ni ya Mungu au ni ya madhabahu zingine, lakini lazima iwepo, lazima iwepo. Na ndio maana usiende mahali kienyeji. Kifika mahali, achilia nguvu za Mungu, jenga madhabahu ya kwako, mtambulishe Mungu wako, tambulisha uweza wa Mungu wako, achilia nguvu za Mungu wako, mfanye Mungu wako akutetee. Bwana asifiwe. Tumeelewana watu wa Mungu? Na kwa sababu Mungu ametupa neema, juma lijalo tutaendelea. Mungu ametupa hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo basi, nimesikia Roho Mtakatifu ananisemesha ndani, wiki ijayo tutakuwa na maombi ya kufunga kwa wanaotaka, sio kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni maombi yatakayokuwa yamelenga kushughulika na wenyeji ambao kimsingi wanatuzuia kwenye maeneo ambayo Mungu ametuweka. Kwa hiyo yatakuwa ni maombi ya kushughulika na wenyeji. Kwa hiyo tutafunga. Watakaoweza kufunga siku 3 watafunga siku 3, watakaoweza kufunga wiki nzima watafunga wiki nzima, na sio mfungo wa masharti. Bwana asifiwe. Utafunga Mungu atakavyokupa neema. Wale watakaofunga wakiwa wanakunywa maji, wale watakaofunga kavu, lakini ni mfungo wa masaa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jioni tutakuwa tunamalizia na ibada hapa ya maombi ya jioni, alafu unaenda unafungua. Mungu amenisemesha kuna kitu kitatokea cha tofauti. Maana Biblia inasema mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kusali. Lazima kuwe na jitihada fulani kwenye eneo unalotaka kumwona Mungu akifanya kitu. Kwa hiyo jiandae. Bwana asifiwe. Kwa sababu kufunga na kwenye sio kitu chepesi.
Amen. Kuna mtu ukimwambia tutafunga Jumatatu, njaa inaanza kumuuma leo ya Jumatatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anatakiwa akanywe chai, lakini unasikia njaa inauma. Anaiuliza njaa, wewe ni wa lini? Anasema mimi ni wa Jumatatu. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu atatupa hiyo neema, tutakuwa na hayo maombi ya kufunga, lakini yamelenga, tunataka Mungu ashughulike na wenyeji wanaotuzuia tusiongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye eneo ambalo unatamani kumuona Mungu, Mungu akajifunue na kujidhihirisha. Ninaomba usimame mahali ulipo leo, kwa sababu ni siku yetu ya maombi, na maombi yetu tunayaunganisha na sadaka zetu mbele za Mungu. Kwa hiyo ni vizuri ukapata hiyo bahasha kwa ajili ya sadaka ambayo tunaiunganisha na maombi yetu haya mbele za Mungu. Lakini niseme kwamba kuna vitabu ambavyo nilivieleza, ni muhimu ukapata nakala ya hivi vitabu. Wale ambao hatujapata nakala, kuna vitabu vya maombi kama kitabu cha ukombozi, kitabu cha uongozi wa Roho Mtakatifu. Niliona watu wengine wanasema mbona vitabu hatuvioni? Kwa hiyo unaweza ukapata nakala yako baada ya kumaliza ibada. Kuna kitabu cha uongozi wa Roho Mtakatifu, kuna kitabu cha nguvu ya maono, ukombozi wa fikra, maombi ya vita, ukombozi. Vinapatikana, ni shilingi 5,000 tu, ni sadaka yako kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini jioni tunaendelea na maombi ya Evening Glory hapa. Kwa Mungu akupa nafasi, karibu kwa ajili ya maombi hayo. Wale ambao tutahitaji mafundisho haya kwenye flash, basi naomba utajiandikisha pale kwa mtu atakayekuwa na vitabu, ili tujue nani na nani wanahitaji. Huwa tunaandaa kwa ajili ya watu wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna baadhi ya session tunaziweka YouTube. Kwa ukiandika Tumtufie Mwakyembe kwenye YouTube, unaweza ukasubscribe hiyo page, ili tukiweka tu pia wewe unapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo. Naomba unyanyue mkono wako juu kwa Bwana. Sema katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninatangaza asubuhi ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kila madhabahu iliyosimama kinyume changu ili kunizuia, ninaiangusha, ninaibomoa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninabatilisha kila uovu, kila ubaya uliosimamishwa kimadhabahu, eneo ambalo natakiwa kulimiliki, eneo ambalo natakiwa kuongezeka, eneo ambalo natakiwa kustawi. Nafuta maneno yote ya uharibifu yaliyotamkwa kwenye hilo eneo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naangusha sadaka, naangusha kafara katika jina la Yesu. Nabatilisha matambiko, nabatilisha miungu, nakataa uchawi na ushirikina visinishinde kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uovu, kila ubaya ninaufunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninafuta majina yao, majina yao, majina yao kwenye ardhi, kwenye anga la mahali ambapo Bwana amenipa, kwa jina la Yesu. Ninafuta utendaji wao, tabia zao, hatima zao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaangusha kila kilichoinuliwa kimadhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu achilia hiyo damu ya Yesu sawasawa na Bwana alivyokusemesha, sawasawa na Bwana alivyokusemesha. Peleka kule damu ya Yesu, iwe ni kwenye nyumba yako, iwe ni kwenye ofisi, iwe ni kwenye eneo la kazi.
peleka hiyo damu, iwe ni kwenye mifugo, maadamu Bwana amekupa kupamiliki, maadamu Bwana amekupa kupamiliki, iwe ni kwenye shamba, iwe ni kwenye kiwanja unakinunua, iwe ni kwenye eneo ulikopa pesa, peleka damu ya Yesu. Angusha ile madhabahu isikufunge, ile madhabahu isikuzuie, ile madhabahu isikushinde, ile madhabahu isiharibu kibali chako, isiharibu neema yako, isiharibu utukufu uliokuja nao. Damu ya Yesu inayonena mema, ikanene mema kwa ajili yako. Bwana akajifunue kwako, akajidhihirishe kwako. Randa raba kororo saka, mikopo isiyolipika tunaangusha zile madhabahu, tunaangusha zile madhabahu, tunaangusha madhabahu za wenyeji, madhabahu za eneo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biashara zisizokuwa tunaangusha madhabahu zinazozuia kukua, zinazozuia kuongezeka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mashamba yasiyokuwa na matokeo tunaangusha zile madhabahu zinazozuia matokeo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ofisi zisizokuwa na promotion tunakataa madhabahu zinazozuia. Rapakorekelebosaka ramakorekelebosaya, napeleka moto na damu ya msalaba, napeleka moto na damu ya msalaba, napeleka moto na damu ya msalaba. Hao wenyeji wenye nguvu tunaangusha nguvu zao, tunaangusha nguvu zao, tunaangusha nguvu zao, tunaharibu maashara yao, tunabatilisha sadaka zao, tunabatilisha mifumo yao ya utendaji kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maneno yao tunayafuta, sanamu zao tunazibatilisha kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu. Kinachozuia kuongezeka, kinachozuia kustawi, kinachozuia kuchanua, kiachie, 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 kiachie. Roho ya ufilisi achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Raka raka korekelebosaka, raka korekelebosaka, repokorobosaka. Jina lililozuiwa lisifanye kazi, likafanye kazi tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Miguu iliyovuliwa utayari, ninaivika tena utayari katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mikono iliyozuiwa isiwe hodari, isiwe yenye nguvu, ninaivika tena uhodari, ninaivika tena nguvu. Rabakorekelebosaya, imeandikwa utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, utakuwa mbali na hofu. Imeandikwa kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Tunaangusha silaha, tunaangusha silaha, tunaangusha silaha za kimadhabahu, silaha za kimatambiko, silaha za miungu, za uchawi, za uganga, za ushirikina. Zikuachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo neema ya kuongezeka iwe juu yako, hiyo neema ya kustawi iwe juu yako, iwe neema ya kuchanua iwe juu yako. Haijalishi mataifa yana nguvu, haijalishi mwenyeji ana nguvu, ana watu, ana connection, haijalishi huyo mwenyeji ana ilizi, haijalishi ana mganga wa kienyeji. Tunambatilisha kwa moto na damu ya msalaba na damu ya mwana kondoo, tunamwangusha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aachie kibali chako